Na kundi la tano ambalo tuliliangalia ni kwa upande wa maudhui ya mitandaoni. Kwa hivyo vituo vilivyoingia katika kundi hili ni KHD, Al-Fatah pamoja na Haminas. Wamiliki wa vyombo vya habari na wanahabari wametakiwa kuwa wazalendo wa nchi yao kwa kuandika habari zenye maudhui mazuri yenye maadili pamoja na kuandika habari za ukweli katika kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Hayo ameyasema Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Tabia Mohamed Mwita wakati wa kongamano la wadau wa utangazaji Zanzibar lililofanyika katika ukumbi wa Idris Abdul Wakil Kikwajuni mjini Unguja. Waziri Tabia anasema sekta ya utangazaji ni moja ya sekta ya huduma za jamii nchini inayotoa huduma ya kuhabarisha ambayo ni haki ya msingi kwa kila raia, kama hapa anavyosema. Kama mnavyofahamu, sekta ya utangazaji ni moja ya sekta za huduma za jamii nchini inayotoa huduma ya kuhabarisha ambayo ni haki ya msingi ya raia kama inavyotamkwa katika Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ibara ya 18 ya katiba ambayo inaeleza, naomba kunukuu: kila raia anayo haki ya kupewa taarifa wakati wowote kuhusu matukio mbalimbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi na pia juu ya masuala muhimu ya kijamii. Dhima ya sekta ya habari na utangazaji ni kutoa taarifa, kuelimisha, kuburudisha jamii. Kwa upande wa utangazaji, sekta hii inahudumiwa na vyombo vya habari ambavyo ni redio, televisheni na mitandao ya kijamii. Tume ya Utangazaji Zanzibar ndio yenye dhamana ya kutoa leseni za utangazaji, kupanga na kusimamia masafa ya utangazaji, kudhibiti shughuli za watangazaji na maadili yao ya utangazaji. Akizungumzia kuhusiana na kuelekea uchaguzi mkuu, Waziri Tabia akawaasa wamiliki na waandishi wa habari kwa kusema, kama tunavyofahamu kwamba mwaka huu nchi yetu inaelekea katika uchaguzi mkuu, na kauli mbiu yetu ya kongamano hili ni kwamba zingatia maadili ya utangazaji, tulinde amani na utulivu wa nchi yetu. Ni dhahiri kuwa harakati za kisiasa zimeshaanza na vyama vyote vyenye ushawishi mkubwa wa nchi kwa wananchi tayari vimeshatangaza wazi mikakati yake na kuanza kutambulisha wagombea wao kuelekea uchaguzi ambao kampeni zake zinatarajiwa kuanza hivi karibuni. Na ni kawaida kwa vyama vya siasa kutumia vyombo vya habari na utangazaji katika kueleza sera, ilani, aidha ahadi za vyama vyao ili kuweza kufahamika na wananchi. Na hata hivyo, vyombo vya utangazaji havipaswi kusahau jukumu lao la msingi la kuhabarisha na kuelimisha jamii na sio kujikita kueneza propaganda za chuki, jambo ambalo linaweza kuhatarisha usalama wa nchi yetu. Wahenga walisema, asiyejua chozi amtizame aliaye. Bila shaka tunakumbuka mauaji ya kimbali yaliyotokea nchini Rwanda katika miaka ya 90 ambayo yalichochewa kwa asilimia kubwa na vyombo vya habari, na naamini nchi yetu ya Zanzibar hatutaki kufika huko. Naomba kutoa wito kwa vyombo vya utangazaji wakati wanapofanya shughuli zao za utangazaji, hususan katika kipindi chote cha uchaguzi, kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani, ikiwemo kutumiwa na baadhi ya wanasiasa katika kueneza propaganda za chuki. Badala yake wajikite kuposti sera na ilani na ahadi za vyama vya siasa ili kuwawezesha wanajamii na kufahamu zaidi ahadi za viongozi wao na kushiriki katika zoezi zima la uchaguzi. Heji Shajak ni katibu mtendaji wa Tume ya Utangazaji Zanzibar. Anasema Tume ya Utangazaji imeamua kufanya kongamano hilo kwa lengo la kuimarisha mashirikiano ya wamiliki wa vyombo vya habari katika kuikuza sekta ya utangazaji na kujua wajibu wa wanahabari katika majukumu yao. Tume ya Utangazaji Zanzibar imeamua kuandaa kongamano hili la vituo vya utangazaji kwa lengo la kuimarisha mashirikiano na wadau wetu. Tunahisi kwamba kuna haja ya wadau wa utangazaji kukaa pamoja na kukumbushana kuhusu wajibu wa kila mmoja wetu katika kukuza sekta ya utangazaji nchini. Aidha, kujadiliana kuhusu changamoto mbalimbali zinazoikumba sekta ya utangazaji sambamba na kupanga maazimio
ya pamoja na utatuzi wa changamoto hizo. Kauli mbiu ya kongamano hili, zingatia maadili ya utangazaji, tulinde amani na utulivu wa nchi yetu. Tumeamua kuja na kauli hii ili kusisitiza wajibu wa vituo vya utangazaji wa kufuata maadili ya uandishi wa habari wakati tukifanya kazi zetu. Ni matumaini yetu kwa endapo tutafuata maadili yetu, tutaweza kulinda amani, utulivu wa nchi yetu, hasa wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Kuhusiana matapeli wa mitandaoni, meneja wa TCRA kanda ya Zanzibar, Mosovat Isofat Aisa Masinga, anasema pamoja na kutoa wito kwa wanahabari, vitu gani ambavyo wananchi wafanye ili wasiweze kutapelika, na ni rahisi sana. Mfano, unawasiliana na mtoa huduma, unatumia namba 100. Lakini pia ukipata message ya utapeli, unatuma neno utapeli katika namba 15040. Lakini pia unaweza ukahakiki line yako ya simu kuangalia ni nani ambaye anatumia kitambulisho chako cha NIDA, unapiga *106 *. Kampeni hii tumekuwa tukiendesha hapa Zanzibar katika vyombo vya habari na tumekuwa tukipata ushirikiano mkubwa sana. Hivyo tunashukuru. La mwisho, nikienda kumalizia katika salamu zangu, naomba nielezee kwamba Mamlaka ya Mawasiliano kila robo mwaka huwa tunatoa ripoti ya sekta ya mawasiliano. Katika ripoti hii ambayo tunatoa, unakuta kuna mambo mengi ambayo unaweza ukajifunza au ukaona sekta inaendaje. Idadi ambao wenye line na huduma nyingine mbalimbali. Labda nitoe rai au wito kwa vyombo vya habari ili muweze kuangalia pia kupitia katika tovuti yetu ya TCRA, mkaangalia sekta ya mawasiliano inakuaje hapa Tanzania. Baada ya machache, asante sana, natakia kongamano njema. Akizungumza kwa niaba ya wamiliki wa vyombo vya habari, Rajab Hamis akawa na haya ya kusema katika kongamano hili. Kwa kupata nafasi ya kukutana hapa kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali yanatuhusu katika tasnia hii ya habari. Mimi nafahamu kwamba ni utaratibu wa tume wa kukutana na wadau mara kwa mara, na hii ni mzuri sana, na tuchukue fursa hii kuwapongeza kwa sababu tunapokutana mara nyingi ndio sehemu pekee ambayo tunakuwa tunapata nafasi ya kukumbushana wajibu wetu kama vyombo vya habari. Lakini pia ni sehemu pekee ambayo tunapata nafasi pia ya kubadilishana uzoefu. Kuna watu ambao hapa ni wazoefu wa muda mrefu katika tasnia hii ya habari, kwa hiyo tunapata nafasi hiyo ya kuweza kubadilishana uzoefu. Lakini pia ni sehemu pekee ambayo tunaweza tukaonana, kwa sababu ni ngumu pengine kama mtu angeamua kuvitafuta au kutembelea vituo vya habari vilivyopo Zanzibar akaanza kukipitia kimoja kimoja, na pale ingechukua muda mrefu sana. Lakini kwa sababu ya tume kuamua kutukutanisha hapo kwa pamoja, hiyo ni sehemu pekee pia, na tunafarijika kwa hilo. Kitu kingine ambacho ningeomba kuzungumza ni kwamba nadhani washiriki tutapata nafasi baadaye ya kujadiliana kuhusiana na masuala haya ya habari ambayo ndio lengo la kongamano hili. Kuna mada ambazo zimeainishwa pale, tutapata nafasi ya kuchangia. Naomba kila mshiriki ambaye atapata nafasi ya kuchangia basi atoe mawazo yake, lakini zaidi tuangalie maslahi mapana kabisa ya jamii, lakini na serikali kwa ujumla. Nimalizie kwa kusema kwamba tunashukuru tume ya utangazaji kwa utaratibu wao ambao wamejiwekea wa kukutana na wanahabari mara kwa mara, na tunaomba utaratibu huu uendelee kwa lengo la kuendeleza tasnia ya habari. Mada 3 zimeongelewa katika kongamano hilo ambazo ni nafasi ya vyombo vya utangazaji katika kulinda utamaduni, kuzingatia haki miliki katika utangazaji, pamoja na utangazaji wakati wa uchaguzi. Mtazamaji wa KSHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Mwarabu Mmadi, KSHD TV, elimu ni hazina yetu.